Nchi ya Tanzania imesisimuka kwa furaha baada ya Tundu Lissu kutoa masharti makali kwa serikali ya Samia Suluhu kutoka gerezani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hatua inayozidi kuongeza mvutano wa kisiasa nchini Tanzania, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ameibua hoja nzito mbele ya mahakama ya Kisutu kuhusiana na kuwekwa kwake rumande kwa zaidi ya siku 90 bila kusomewa hukumu wala kupewa dhamana. Kesi hii ambayo imegeuka kuwa kitovu cha mijadala ya kitaifa na kimataifa, hasa sasa inachukuliwa kama kipimo cha hali ya uhuru wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tundu Lissu ambaye ametajwa mara kadhaa kuwa miongoni mwa viongozi wa kisiasa wenye ushawishi mkubwa nchini, ameeleza kuwa kuzuiliwa kwake kwa muda mrefu bila uamuzi wa wazi kutoka kwa mamlaka husika ni ishara ya wazi ya matumizi ya vyombo vya dola kwa maslahi ya kisiasa. Na kwa mujibu wa hoja zilizowasilishwa mahakamani, hatua hiyo imekiuka misingi ya haki za binadamu na inalenga kuzuia sauti ya upinzani kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi. Taarifa kutoka ndani ya mahakama ya Kisutu zinaeleza kuwa Lissu alisisitiza kwamba kuzuiliwa kwake bila sababu za msingi ni kielelezo cha jinsi vyombo vya sheria na usalama vinavyotumika kisiasa badala ya kuhifadhi haki, usawa na utawala wa sheria. Alitaja hali hiyo kama mfano halisi wa kuingiliwa kwa uhuru wa taasisi za kimahakama, akisisitiza kuwa Tanzania iko katika hatari ya kupoteza misingi yake ya kidemokrasia iwapo hali hiyo itaendelea kufumbiwa macho. Na wakati hoja hizo zikiwasilishwa ndani ya mahakama, mamia ya wafuasi wa Chadema waliendelea kuonyesha mshikamano nje ya ukumbi wa kesi wakiwa wamebeba mabango yanayosisitiza umuhimu wa haki, usawa na uhuru wa kushiriki siasa bila hofu. Taswira hii imezidi kuashiria kuwa kesi dhidi ya Lissu imevuka mipaka ya kisheria na kuwa suala la kitaifa linalogusa misingi ya mwelekeo wa kisiasa nchini. Wachambuzi wa masuala ya siasa na sheria wameendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hii, wakieleza kuwa ishara zote zinaonyesha kuwa uwanja wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu hautakuwa huru iwapo viongozi wa upinzani kama vile Lissu wataendelea kuzuiwa kwa njia zisizo halali. Wengine wanasema kuwa kesi hii ni jaribio la kimfumo la kuondoa upinzani wenye ushawishi kabla ya uchaguzi kwa kutumia mwavuli wa sheria. Kwa sasa jamii ya kimataifa imeanza kuelekeza macho yake Tanzania, huko mashirika ya kutetea haki za binadamu yakihimiza uwazi na utulivu wa kisiasa. Kesi ya Tundu Lissu imeibua maswali makubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia ya nchi, ikichochea maoni kuwa haki na uhuru wa kisiasa vinaonekana kuzidi kusukumwa pembeni. Kwa namna kesi hii inavyoendelea, ni wazi kuwa Tanzania iko katika kipindi nyeti cha kihistoria ambapo hatua za sasa zinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa sura ya kisiasa ya taifa kwa miaka ijayo. Mapambano ya kisiasa yameingia mahakamani na macho yote yameelekezwa kwenye mwelekeo wa haki, uhuru na usawa mbele ya sheria.